Assalamu alaikum ndugu mtazamaji wa Action TV Online. Ni matumaini yangu mzima. Leo tutaangazia masuala mbalimbali yanayogonga vichwa vya habari hususan katika masuala ya campaign zinazoendelea katika Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA. Wafuasi wa Mheshimiwa Rubea Ali Rubea na mwenzake Abubakar Harith Bakari wanawasilisha malalamiko yao kwa tume kwa kile ambacho kwamba wanakiona kwamba ni uonevu na upendeleo wa upande fulani. Wametoa madai hayo na ushahidi kwa kile ambacho kwamba kimetokea katika campus ya Benjamin William Mkapa kule Pemba, ambapo kwamba kiongozi wa wanafunzi katika campus ile alipewa nafasi wakati Mheshimiwa Kea alikuwa yuko katika jukwaa. Kitendo kile wanakishabihisha na kwamba mheshimiwa yule alikuwa anampigia debe Mheshimiwa Kea ambaye kwamba ni upande pinzani. Mengi zaidi tutayasikia kwa wale ambao kwamba walishiriki katika kampeni zile, na si mwingine ni Mheshimiwa Eddie. Karibu ndugu Eddie. Ndugu Eddie, kuna malalamiko ambayo kwamba tunayapata katika kampeni hizi zikiwemo, nasikia ni kama kupewa nafasi kiongozi wa kampasi ya Benjamin kule Pemba. Unalichukuliaje swala hili? Ndugu mtangazaji, kwanza nina masikitiko makubwa kwanza kupitia kwa upande wa tume ya uchaguzi. Kwa hii inamaanisha kwamba kupewa kwa nafasi ya kiongozi mkubwa katika kumpigia kura au kumpigia debe Mheshimiwa Kea ni tatizo kubwa kwetu sisi, kwani sio kitu sahihi kwa pale, kwa sababu kinachotakiwa pale ni wagombea tu ndio wanaotakiwa kupiga kampeni zao bila kuangalia anatokea wapi, na muda umepangwa maalum ambao unatakiwa wagombea wale wapewe bila kujali sehemu moja au upande mwingine. Hilo ni tatizo kubwa kwa upande wa campus ya Benjamin. Ndugu Eddie, kama hilo lilijitokeza katika kampasi ya Benjamin kule kisiwani Pemba, na nasikia jambo hili vile vile limeweza kujitokeza tena katika kampasi ya Mbweni, vipi na hili unalishabihishaje na lile ambalo kwamba limetokea kisiwani Pemba? Naweza kusema kama ni uendelezaji wa tume kusapoti upande mmoja. Yani mimi jana kwenda campus ya Mbweni nilikuwa na shauku kubwa ya kuona kwamba yule mwenyekiti wa Mbweni au waliokuwa wakimuita rais wa Mbweni aanze mwanzo kutoa maneno yake au nasaha zake zilizokuwa zikisemwa, kwani itaonyesha jinsi gani kwa upande wote anavyowasapoti. Lakini kwa masikitiko makubwa ameondoka Mheshimiwa Rubea baada ya kutoa kampeni zake kwa dakika zake 30 ambazo zimehifadhiwa kwa makini, ambazo zimehifadhiwa na zimetunzwa kiumakini zaidi. Lakini nasikitika kwamba baada ya kuondoka Mheshimiwa Rubea ndipo akapewa nafasi mwenyekiti na usemekana au rais aliyekuwa Mbweni kutoa nasaha zake, ambazo ilikuwa nasaha zile wazipate wagombea wote wa kwanza na mgombea wa pili. Hivyo nasikitika sana kwa tume. Vile vile naangalia na muda waliokuwa wakipewa wagombea upande wa pili, ambaye anamaanisha Mheshimiwa Kea, inakuwa sio sahihi. Muda ilikuwa ni mkubwa na ameachiwa muda mwingi ambao ulikuwa wakiufuja kwa kutumia magoma, kufutana vitu vyao, yani mara maji, mara inastopishwa, na hii ilikuwa haimo katika sheria, katika katiba. Ni dakika 30, hatuangalii kumepigwa nani, kumepigwa ngoma hivi, si hatuangalii kitu hicho. Asante sana ndugu Eddie. Nafikiria umezifuatilia kampeni kutoka zilipoanzishwa kule Tunguu mnamo siku ya Jumatatu hadi hatima yake pale Mbweni. Je, unaihisije tume au unaipa changamoto gani tume kabla ya kufikia siku ya uchaguzi? Mimi kwa upande wangu naweza kusema tume inapaswa kuweko makini bila kutumia bias yoyote. Watumie vigezo vyote na sheria walizopewa ambazo wanafaa wazifuate, bila kuangalia huyu nani ametoka wapi, ana kitu gani, bila kuangalia chochote. Ni lazima wafanye na wafuate katiba na sheria ambayo inapaswa kufuatwa. Hilo tu ndio nalotaka mie. La sivyo uchaguzi utaharibika, itakuwa sio mzuri.
lakini kama wakifuata sheria, kanuni na utaratibu uliopangwa kama wao tume, basi uchaguzi utaenda vizuri bila ya wasiwasi wote, kwa usalama na wa haki, bila ya kudhulumiwa mtu wowote. Na nimeweza kusikia Mheshimiwa Edi, samahani, lakini nimeweza kusikia kwamba kuna tetesi kwamba kiongozi yule wa kule Chwaka ameweza kutoa juisi na pipi kuwalaghai watu wa Mbweni. Na je, hili unalizungumziaje wewe kama mfuasi wa Mheshimiwa Rubea? Naweza kusema kwamba mpaka sasa hivi kwa upande wangu sijapata uhakika huo, lakini kama kimefanyika, na washauri wote, tume kama tume, na washauri wanafunzi wenzangu wote ambao wana haki ya kupiga kura, wanapaswa kuangalia nani ana haki zaidi ya kuongoza chuo. Na mimi kwa upande wangu mwenye haki zaidi ninamuona Rubea Ali Rubea kama ni rais, na Mheshimiwa Abubakar Harith Bakar kama ni makamu wake rais, ambao wanaweza kuiongoza SUZA bila ya kuwa na mashaka yoyote, kwani dhamira yetu ni kuifanya SUZA kuwa ni kitu kimoja. Kufanya ya lazima ambayo yamekulazimuni. Cha msingi, muda umefika sasa. Tumpeni mgombea ambaye atakidhi haja. Sisi Wanambweni watu watashtuka sana. Kwa nini wengine hawajatajwa? Lakini nazungumza ya kwamba tumpeni mgombea ambaye atakidhi haja kutuongoza sisi wanafunzi. Ndugu mtazamaji wa Action, tunaendelea na mahojiano yetu katika ngome hii pinzani ya Mheshimiwa Rubea. Kuna malalamiko ambayo kwamba wanayatoa kuhusiana na tume. Leo nimebahatika kukutana na Abal Hassan ambaye kwamba ni chini ya campaign manager wa Mheshimiwa Rubea. Naye ataweza kuelezea malalamiko yake anayoyahisi yale ambayo kwamba yanatendwa na tume. Mheshimiwa Abal, nafikiria umefuatilia kampeni zote kutoka Tunguu hadi zilipoishia pale Mbweni. Je, una malalamiko gani kwa tume ambayo kwamba wenzako wameweza kuyawasilisha? Wewe unaionaje tume katika kuendeleza harakati zake hizi za kampeni? Asante sana mtangazaji kwa kunipa fursa hii, na mimi adhimu ya kuwa ni mmoja wa wachangiaji juu ya mchakato huu ambao mzima uliondeshwa kampeni kuanzia siku ya Jumatatu mpaka jana siku ya Ijumaa tarehe 27 katika ufungaji katika campus ya Mbweni kule. Mchakato mzima kiupande fulani kwa baadhi ya campus, namshukuru Mungu, zilikwenda vizuri, hususan katika campus ya Tunguu. Inahitaji pongezi za hali ya juu, kwani kule tume iliendesha mambo vizuri na kulikuwa kuna ustaarabu wa hali ya juu. Ila siku zilizofuata mbele kwa upande wa kampasi ya Chwaka kule, ambayo ni kampasi pinzani sana kwetu sisi, ambao lotoka Mheshimiwa Kea, kiupande fulani kule tumefanywa mambo ambayo yalikuwa hajaturidhisha sisi. Tulitolewa maneno mbalimbali, matusi, kejeli juu ya mheshimiwa wetu huyu rais kipenzi, kwa sababu sisi tunamjali. Sasa haiwezekani wakatokea watu tu hivi wakaja wakamkejeli. Sisi kitu hicho kitakuwa kitatuma sana, na tukajaribu kupeleka malalamiko yetu kwa tume. Tunamshukuru Mungu yalisikilizwa, kwani hautume pia nao pia wakawa kipaumbele sisi kuja kutomba samahani kwa niaba ya wale. Sisi tukakubali kusameheka, lakini isitoshe zile samahani kwetu sisi pia zikawa halina tija yoyote, kwani baada ya siku ile hukukuja kwetu sisi katika kampasi yetu ya Betrasi pia walitufanyia manyagu mingi sana ambayo sisi wenyewe hatujaridhika nayo na tukakemea. Lakini kwa bahati nzuri tume haya mambo wakayaachia, na mpaka jana pia kuna zogo mbalimbali ambazo zinazoendelea. Ndugu Abal, kwa upande wa tume nimepata malalamiko kwa wenzako mbalimbali kwamba kuna muda ambao kwamba unafinywa. Kuna wengine wanapewa muda wa kutosha, lakini kuna wengine wanafinyiwa muda. Je, unalizungumziaje hili wewe kama umehudhuria kampeni zote? Hilo ni kweli. Kiupande wa muda kwetu sisi kwa watu wa Betrasi hakuna hata kampeni hata moja ambayo tulikuwa tumezidishiwa.
bali sisi tukipanda jukwani basi utaviona tu vikaratasi vinatembea vya kuwekeana sawa juu ya swala zima la muda. Kwa mfano, katika kampeni ya jana katika campus ya Mbweni kule, Mheshimiwa Rubea amejitahidi kuzitumia dakika zake 30 vile ambavyo inapotakiwa, lakini huko unakuja kumkuta Mheshimiwa Hamis Kea kaanza kupanda kwenye jukwaa kuanzia saa 4 ile mpaka saa 5:30 ndo anakuja kushuka. Sasa ile pale moja kwa moja inaonesha ni upendeleo wa hali ya juu katika tume. Vile vile nimeweza kusikia kwamba kuna kampeni za chini kwa chini ambazo kwamba zinaendekezwa, na kampeni hizi nasikia zinaambatanishwa na baadhi ya rushwa. Je, wewe kama mfuasi wa Rubea unalizungumziaje swala hili? Swala la rushwa kusema ukweli lipo, linatolewa na hawa watu wapinzani, kwa sababu baada ya kusikia finunu kuwa nini rushwa inatolewa, tukajaribu kufuatilia kwa wale wahusika wa campus, vipi je hichi kitu kimetolewa. Kwa mfano, katika campus ya Mbweni siku ya Ijumaa, Mheshimiwa Kea na watu wake walikwenda kutembea kule, na kwa bahati nzuri baada ya kukutana na wale wafuasi wa kule, wakawavuta katika maeneo ya cafeteria, wakawapa soda na biskuti ili kuwahadaa ili wapate kupigiwa kura. Sasa mimi ninachowaomba wanafunzi wenzangu katika kampasi zote 7, msikubali kuhadaika, kani rushwa ni adui wa haki. Kiongozi yoyote unayemwona anakupa rushwa, basi huyu anatoa rushwa kwa ajili ya maslahi yake yeye mwenyewe ili upate kumchagua. Asante sana ndugu Abal. Nitaweza kukufuatilia na kukuhoji mpaka pale ambapo kwamba tutahitimisha swala hili ili watu waweze kujua kipi kinaendelea katika kampeni na hata baada ya uchaguzi. Asante sana ndugu mtazamaji. Naitwa Osman Ame Hamza kutoka katika Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA. So kama mdau wetu, mpenzi wetu wa Action TV Online, usisahau kusubscribe channel yetu ili tuweze kufikia lengo la TV yetu. Kwa pamoja tunaweza.